Katika hali inayodaiwa kuwa ya kutatanisha, mwekezaji wa kigeni wa kampuni ya Kigelia Africana Limited inayowekeza katika sekta ya utalii katika eneo la Olorien wilayani ya Rumeru mkoani Arusha ameeleza kukutana na changamoto kufuatia hatua ya askari waliodaiwa kufika katika eneo hilo na kuwaondoa walinzi wa kampuni binafsi waliokuwa wamewaajiri kulinda eneo lake. Kwa mujibu wa mwekezaji huyo, walinzi hao waliwekwa katika eneo hilo kwa lengo la kulinda mali na shughuli za ujenzi unaoendelea, ambao anadai alipata kibali kutoka ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Arusha tarehe 9 Machi 2026. Hata hivyo, imeelezwa kuwa siku ya Jumapili Machi 15, 2026, ofisi hiyo ya mkurugenzi wa Arusha DC ilitoa barua inayodai kusitisha shughuli za ujenzi katika eneo hilo, ikieleza kuwa ujenzi huo hauna kibali na kwamba unatakiwa kusimamishwa mara moja. Taarifa hizo zinaibua mkanganyiko kwa upande wa mwekezaji huyo anayedai kuwa alipewa kibali cha ujenzi na ofisi hiyo siku chache kabla ya barua hiyo ya kusitisha ujenzi kutolewa. Aidha, mwekezaji huyo alidai kuwa kwa muda wa takriban saa 12 hakuweza kutoka katika eneo lake la makazi lililopo karibu na mradi huo, akieleza kuwa walinzi wa kampuni binafsi ya ulinzi walikuwa katika eneo hilo walizuiwa kutoka nje. Kutokana na hali hiyo, mwekezaji huyo aliwaita waandishi wa habari kufika eneo hilo ili kushuhudia tukio hilo. Baada ya waandishi kufika, alifanikiwa kutoka nje ya eneo, huku akieleza kuwa alikuwa ameitwa kufika katika ofisi za serikali. Hata hivyo, kwa upande wa msemaji wa serikali, ametoa taarifa katika mitandao ya kijamii akisema, tunafuatilia tukio la mwekezaji anayelalamika kunyanyaswa huko Arusha. Tunatambua mwekezaji huyo ana mgogoro na mwekezaji mwenzake wa kigeni. Viongozi wa serikali mkoa wa Arusha watakutana na pande zote mbili Machi 20, 2026 ili kuwasikiliza. Ripoti hizi ni kutoka Arusha, langu jina ni Irene Morgan. Yesterday they closed here. They closed here and I've got video. They should refuse to let me go. Confirm. Did you refuse to let me go? Kaka, tell me. Ask them what happened. So what's going on now? I'm going to town. I have to have a meeting in town quickly to sort out what's going on. But talk to these guys. So you want to get out? I'm trying to get out, but they, Taka, no, Taka, open the gate. Open the gate. Go. You see, they refuse to let me go. Open the gate. I'm sorry, they won't release me even. Mimi naitwa John Severini, ni wakili wa Bond Security, ambayo askari wetu ndio wanatoa ulinzi katika eneo hili. Eneo hili limekuwa na mgogoro kidogo. Yule mmiliki wa mwanzo aliyemuuzia mmiliki wa eneo hili alikuwa anatumia barabara moja wapo ambayo inatokea bypass. Sasa mgogoro unaoonekana hapa ni kwamba mmiliki wa mwanzo aliyeuza eneo hili bado anataka kutumia barabara ile, ingali barabara ile si tena ndani ya eneo lake, niko ndani ya eneo aliloliuza. Lakini pia hapa ili eneo lina title ambayo ilikabidhiwa kwetu na ina kibali cha TAWA kwa ajili ya wamepewa permit kwa ajili ya kuanza kuweka wanyamapori katika eneo hili. Kama ilivyo plani yenyewe ya eneo hili linatakiwa liwekwe wanyamapori, na hivyo ilitakiwa ni muhimu kufanyiwa fencing ya eneo lote, kwa sababu lisipofanyiwa fencing wanyamapori wanaweza kutawanyika bila utaratibu. Kwanza tunashindwa kuleta wanyama hapa. Tayari tumeshawekeza hizi sehemu za kuhifadhi wanyama, so tunapoteza income. Pili, kashalipa TAWA, kashalipa permit zote za TAWA, yet kwa miaka 2 ameshindwa kuleta wanyama. Tatu, ni ngumu kuendeleza hii project wakati tunakuwa frustrated na investment, hata wageni kuja kukaa hapa.
inakuwa ngumu, sababu income hatupati. Mwekezaji kashaweka hela hapa, mara tunasumbuliwa, mara tunaitwa huku, mara tunaitwa huku, wakati sisi tunajua nchi yetu ni nchi inataka uwekezaji, ni nchi iliyokuwa inataka usalama wa uwekezaji, na tunaomba sana serikali itusikilize. Na tuko hapa kuhakikishia investor yetu ambaye mteja wetu ni George Hartley kwamba ulinzi wetu uko makini na bado tunaendelea kumpa ulinzi kulingana na vigezo vyetu. Kile ambacho naweza kusema tu ni kwamba sisi tunaangalia kwamba mteja yuko kihalali. Mteja wetu ana document zote ikiwemo hati ya nyumba kama unavyoiona hapa. Hii ni copy ya title deed ambayo imekuwa issued na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo kwa mantiki hiyo eneo hili ni lake.